Sons of Jerusalem Ministries. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni katika kipindi chetu cha leo. Naitwa Mama Joyce Kisha, mkurugenzi wa huduma ya Daughters and Sons of Jerusalem. Nafikiri wengi mnanifahamu kwa sasa. Niko Instagram, Facebook, TikTok, na pia na madarasa yangu ya WhatsApp. Okay, leo nakwenda tujifunze kitu kidogo. Actually mimi ni mwalimu wa vijana, wanafundisha mabinti na vijana mambo ya maisha, changamoto za maisha, lakini pia kuna watu wanaitwa young parents, lakini pia hata wazazi ambao ni kama mimi, mnaweza mkaokuta kitu. Leo nakwenda tutaongelea jambo la kawaida tu, ni kujadiliana, lakini pia najua mtapata kitu kutokana na hekima ya Mungu aliyoka ndani yangu siku ya leo. Topiki yetu inasema mchango wa muonekano na lugha katika tafsiri ya watu wanapomuona mtu. Katika tafsiri, yani mtu unapoonekana mbele za watu, mchango jinsi unavyoonekana, mchango wa lugha unayotumia, wanakutafsiri vipi. Nia hasa ya topiki hii, kwa sababu mimi ni mwalimu wa vijana, nimeona katika jamii tunazoishi, iwe ni kanisani, mtaani, katika taasisi mbalimbali, nimeona sasa hivi vijana kuna mabadiliko mengi sana ya kitabia, ya muonekano, okay, ya lugha zinazotumika, na nafikiri vijana wasipoambiwa wanaweza kufikiri kwamba ndio aina ya maisha, ndio mtindo wa maisha, ulimwengu wa utandawazi. So naweza nikaongea chochote kwa sababu ninao uhuru wa kuongea chochote, naweza nikavaa chochote kwa sababu ninao uhuru wa kuvaa chochote. Lakini kumbe wanapofanya hivyo, kuna mambo kulingana na jamii waliopo yanawatafsiri. Na kwa maana hiyo, kama tutakavyokuja kuona huku faida za muonekano, kwamba kuna fursa zinaweza zikakupita kwa sababu ya jinsi unavyotafsiriwa. Lakini pia unaweza ukaingia kwenye janga au ukaingia kwenye kibali fulani kulingana na jinsi unavyotafsiriwa. Kwa hiyo tunawafundisha vijana mambo ya study za maisha, ili kusudi kwa namna moja au nyingine waweze kutoka salama. Despite kwamba kuna muendelezo mkubwa wa teknolojia na nini, lakini bado sisi tunao wajibu wa kuwaelimisha vijana wetu. Haleluya. Labda tuanze kwa kusema maana ya muonekano ni nini. Muonekano ni jinsi mtu anavyoonekana kwa nje. Jinsi mtu anavyoonekana kwa nje. Muonekano unahusisha sura, rangi ya ngozi, urefu au ufupi, kimo, maana yake kimo, mtindo wa nywele, mavazi na mambo mengine. Huo ndio muonekano. Lakini kwa ujumla mtu anavyobeba hayo yote na kuwasilisha kwenye jamii. Je, sura, rangi ya ngozi, urefu, ufupi, kimo, nini, jinsi vinavyombeba na jinsi anavyojiwazisha katika jamii, ndio tunasema huu ni muonekano wa fulani. Okay? Unaweza ukaunganisha na usafi. Unaweza ukaunganisha hapo, ukaangalia mavazi, mpangilio wa mavazi anavyovaa, jinsi anavyotengeneza nywele zake, jinsi anavyo, yani ukikutana naye. Labda niulize kabla sijaenda mbali, tumekutana na watu mbalimbali. Hivi wewe ukikutana na mtu, msikilizaji wangu, ukikutana na mtu mara ya kwanza, akiwa amenyamaza tu ukapishana naye, kwa mfano labda kuna kigiza au labda kuna sehemu ambayo wewe ni mgeni kabisa, mtu akikuijia hivi, huwa unaona nini? Kitu cha kwanza unaona muonekano wake. Ndio maana wengine wanasema mimi nilivyokutana na mtu fulani nikaogopa. Unaona? Mtu mwingine anasema nilivyokutana na mama fulani nikasikia faraja kwamba naweza nikamuuliza kitu. Kwa nini? Hajaongea na wewe, hujamuuliza chochote, lakini muonekano umekupa amani au umekunyima amani. Sasa dunia tunayoishi sasa hivi, muonekano wakati mwingine hakichukui kama kitu ambacho ni cha muhimu sana. Ndio maana wengine wamekosa fursa. Mtu anakuambia kijana alikuja hapa nilivyomwangalia tu alivyovaa, nikasema huyu hanifai. Labda wakati wa interview, tumewahitaji watu mbalimbali katika maeneo mbalimbali. Labda wakati wa kutafuta kazi, labda wakati wa kuomba msaada.
umeharibikiwa gari, labda kijana wako haribikiwa gari, au yuko katikati anaomba msaada wa lifti. Mtu anampita kwa sababu anavyomuona anamlinganisha na tabia fulani. Sasa mkanganyiko ulioko sasa hivi, vijana hatuwezi kutofautisha nivae nini, wakati gani, na kwenye jamii gani. Kwa sababu gani? Utandawazi. Utandawazi umeongezeka. Sitasema mavazi yote, lakini kuna vazi ambalo binti akivaa hata angeingia nyumba ya mtu kuomba maji, watu wataanza kumfikiria labda kuna kitu ametega pale anataka kuchukua. Kuna mavazi ambayo ukivaa hayastiri mwili. Tena sasa hivi tunaenda to the extent kwamba watu hata hatuangalii maumbo yetu yakoje. Ni kwa sababu umeona tu kwenye TV, umeona kwamba kuna comedian, umeona kwamba kuna celebrity, umeona kwamba kuna mwanamuziki fulani anavaa namna fulani, kwa hiyo nao unachukua. Kuna mitindo ya nywele, kila mtindo wa nywele, labda jinsi ya kunyoa, labda kufanya mingine ina tafsiri. Kuna mtu mmoja aliniambia hata suruali hizi pale unapofungia mkanda wako una tafsiri yake, tai unavyoivaa ina tafsiri yake. Lakini unaweza kukuta kijana yuko decent, yuko vizuri, amevaa namna ambayo ina tafsiri ambayo sio sawa sawa. Ukiangalia hata kwenye mambo ya mitindo ya nguo, kuna watu wanafafanua rangi kulingana na matukio. Anakuambia, mbona umevaa nguo nyeusi wakati huu? Mbona umevaa nguo nyekundu? Akimaanisha kwamba nguo nyekundu inamaanisha. Basi mimi huko siendi sana, lakini nataka kuangalia vitu ambavyo vina ukakasi kidogo. Kwa hiyo nimesema muonekano unachangia sana kibali, kukubalika, unachangia sana tafsiri, unachangia sana wewe kupata, yani ile kuonekana katika jamii unaonekanaje. Nikichukulia kwa mfano, mimi ni mtumishi wa umma. Kuna mavazi ambayo tumewekewa kabisa mpaka mwongozo wa mavazi. Kuna mavazi ambayo ukivaa, kuna ofisi ambazo huwezi kuingia. Kwa mfano ukivaa jeans inabana, kuna maofisi mengine unakuta pale mlinzi anatambara. Anakuambia vaa ile tambara uingie ndani, la sivyo rudi nyumbani. Samahani, nimetoa mfano wa jeans. Kama unapenda jeans, pia uangalie unavaa wapi. Muonekano wako unakaaje. Lakini pia muonekano wako ndio kama ndio kitu, ndio mlango wa wewe kusaidia kuingia mahala au mtu kuingia kwako. Sijui kama mnafahamu mlango ni mahali pa kuingilia. Haimaanishi kwamba ukiingia utakuta makochi, utakuta nini, utakuta juisi, utakuta nini. Mtu anaangalia namna ya kukupokea, namna ya kukutreat kulingana na muonekano wako. Ndiyo maana sasa wale wanaoitwa matapeli, wale wanaoitwa majambazi, wanaoitwa nini, wamegundua hiyo siri. Unakuta mtu amepiga, wanaita pamba, kuanzia chini mpaka juu, amenyoa vizuri. Maana yake nini? Anataka huo ufanyike mlango wa watu kumkubali, hata kama anataka kuwatapeli. Anataka kuwatapeli, labda ni mwizi, anataka kuingia ndani, au wengine yuko pale benki anataka kufanya wizi fulani. Haingia akiwa amevaa vibaya, haingia akiwa amenyoa nywele vibaya, haingia akiwa anaongea vibaya. Anaingia kama mlango wa kuingilia mahala pale. Kwa hiyo muonekano unaweza kuwa mlango kwa mazuri au mabaya. Okay? Mtu akiwa smart, akiwa vizuri, watu wengi uona. Sasa smartness inatafsiriwa kulingana na jamii. Mimi hapa naongea, niko Tanzania, niko Dodoma. Ukisema huyu mtu ni smart, sisi tunajua huo usmart wake, amevaa nini, amechomekea, amenyoa nywele vizuri, amevaa viatu vizuri. Sasa huyo mtu yuko smart. Lakini ukija kwa mfano umevaa kaptula lako alafu limechanwa kidogo, unaniambia kwamba okay, mimi ni mwekezaji, ninataka kuuliza maswali hapa kidogo, nataka kuwekeza billions of money. Watu wanasema huyu hapana, huyu kwanza tutafute nini? Tutafute nani yake vizuri, tumfahamu CV yake. Si unaona? Kuliko mtu angekuja anasema mimi amevaa vizuri, amevaa smart. Kuvaa smart, nimesema definition ya smart ni jamii. Sisi huku Tanzania tunajua ukivaa suruali, shati, labda saa nyingine na tai au sio tai, umevaa casual, lakini hakuna maungo yanaonekana. Kama ni binti umevaa vizuri, nguo yako imekukava vizuri mwili, unaona? Kama ni nywele umesuka, umechana vizuri, inakuwa ni first, inakuwa ni ndo unasema first impression.
yani ile tafsiri ya kwanza tunayoipata. Kwa hiyo ukivaa rags, ukivaa vibaya, sisi tunasema huyu mtu ni kichaa, huyu mtu tunatafsiri kwamba huyu mtu hayuko makini na hicho anachokitafuta. Kumbuka mimi nawaandaa vijana kupata fursa. Huwa na atendi makongamano majopo ya usaili. Nimebahatika kwenda mara 2-3 kuangalia usaili unavyofanyika. Kuna maksi huwa zinatolewa kwenye muonekano. Kwa nini? Kwa sababu wewe unataka kuwa mtumishi kwa mfano wa serikali, wanaoanisha muonekano na umakini wako, muonekano na akili njema, muonekano na heshima, muonekano wanaoanisha na uchapakazi. Kwa hiyo tunapokuwa tunachagua muonekano wetu, kwanza tuangalie malengo yetu, tuangalie jamii tuliyopo, tuangalie target zetu, tunataka kupata nini huko baadaye. Kuna watu ambao hawajali, anasema mimi bwana mjasiriamali, naweza nikavaa chochote, naweza kufanya chochote, lakini utaenda kuuza hizo bidhaa, utamuuzia nani? Unasema hii bidhaa ina viwango percentage fulani, labda ni cotton, 100% cotton, imetengenezwa kwa nyuzi nzuri ndani. Wakikuangalia wanaona kile unachokisema akioani na ile product yako, ile bidhaa yako. Kwa hiyo muonekano una tafsiri nyingi. Muonekano unaweza kukupeleka kwenye kundi fulani, jambazi, muhuni, kaaba, lakini mtu smarti, okay? Hata kwa wakati wanapiga kura wanaangalia hivi, huyu tunapiga kura kiasi fulani, lakini huyu ana deserve kupata hizo maksi, ana deserve kuwa diwani wetu. Mbona anavaa vibaya? Mbona anavaa nani? Na hapa nisichanganye na uwezo. Unaweza ukawa na uwezo mdogo, lakini nguo yako uliovaa unaifua vizuri, unainyoosha, unaivaa kila siku. Jioni unafua, mchana, asubuhi unavaa. Unakuwa smart. Na smart inaficha hata ule kutokuwa na uwezo. Mimi naamini naongea na vijana hapa wenye malengo. Vijana wenye malengo wanaohitaji kupata kibali. Hii jamii tuliopo ina ajira, ina fursa, tunapewa mikopo, tunaenda benki, tunatafuta mikopo, hata nyingine nasikia inaitwa kausha damu, sawa? Lakini hata kupata mkopo na kwenyewe kunaangalia muonekano. Kwa hiyo ningependa pia, sisi bado tuko Afrika. Mimi wanasisitiza sana hicho kitu. Kuna mambo ambayo yatakunyima kibali kwenye jamii, hata kama unaangalia Marekani wanavaaje, unaangalia si wapi wanavaaje. Na ukija kufuatilia, hata Marekani wakiwa wanavaa vyovyote vile, hata Uingereza wanavaa vyovyote vile, bado kuna sababu inayowafanya wavae hivyo. Kwa mfano, wakati wa barafu wanajifunika sana ile mili yao. Sasa wakati wa jua kali, wakati wa sama, wanavua ili kusudi wapate ile vitamin D. Kwa hiyo ndio utakuta wako bichi wamevaa vinguo, vaa viguo. Sasa wewe mwenzangu uko Dar es Salaam unavaa na wewe kiguo. Kumbe watu wakisha kuangalia, kesho mtu anakuona kwenye foleni unaomba kazi. Kwenye foleni si unataka fursa. Anasema huyu hapa anavaaga ovyo, huyu hapa anatembeaga uchi barabarani. Si unaona Kwa hiyo muonekano uko unaunganishwa sana na kuwa smart, naomba ukumbuke, unaunganishwa sana na uchapakazi, unaunganishwa sana na heshima. Kwa mfano mabinti hapa ni rudi, sio mishono yote unayoiona kwenye nani inakufaa. Huwa naambia mabinti mara kwa mara, angalia umbo lako, angalia muonekano wako, angalia hadhi yako, sawa? Angalia kitu gani kile, sio kila fashion ni ya kwako. Angalia fashion ambazo zinakusitiri, ukitembea hakuna mtu anakuwa na maswali juu yako. Watu wengine mtu anauliza, hivi huyo anajianika, anataka wote tumwendee. No. Lakini yeye ukimuuliza anasema no, mimi nimeamua kuvaa tu nguo yangu naipenda. Lakini unaangalia look me through, unaangalia nyonyo ziko nje, unaangalia amebana umbo lake linaonekana lote, la mbele la nyuma la pembeni. Unakuta mambo ya namna hiyo hayapendezi, inakunyima kibali. Pia nimesema jambo la kwanza kuhusu muonekano unakufanya uonekane smart, uonekane nini. Jambo la pili, muonekano unaleta mawasiliano. Yaani nimesema ni kama mlango. Mawasiliano ya huyu mtu anataka nini, huyu mtu anamaanisha nini, ana intention gani na mtu anayekutana naye. Kuna watu ambao watakutafsiri vinginevyo kwa kuoanisha na macelebrity, wanakuoanisha na makaaba.
mawasiliano kwamba huyu binti kama kaamua kuvaa nguo ya hivi imepanda juu ya magoti kabisa na amekaa yuko comfortable, maana yake huyu binti namtafsiri kuwa kitu 1 2 3 4 5. Sitasema mambo mengi, wewe unajua, unaelewa. Kwa hiyo mawasiliano, mavazi au muonekano unaweza kufanya mawasiliano. Muonekano sijasema nimestick kwenye mavazi sana, lakini nimesema hata staili ya nywele, okay? Kuna ngozi, mtu anaweza kaamua kubadilisha ngozi yake. Sasa ukibadilisha watu wanajiuliza, hivi huyu anataka nini? Amebadilisha ngozi yake, Mwafrika bora alikuwa mweusi vizuri, anatafuta nini? Definition yake nini? Anaumwa au anataka kuwa kama mzungu au anataka kuwa kama nani? Kwa hiyo muonekano, kwa hiyo maana yake ni kwa kuna kazi utazifanya. Kwa mfano pale benki, kwa mfano pale ualimu, udaktari, utumishi wa umma tu wote wanaangalia sana muonekano. Hiyo inakuhabarisha binti au kijana ujue jinsi ya kujipaki wakati unajionyesha mbele za watu. Aibu nyingi inatokea kwa muonekano wako, jinsi unavyojitambulisha mbele za watu kwa mara ya kwanza. Mtu akikuona, nimeuliza lile swali kwamba ukikutana na mtu mara ya kwanza akiwa amesimama mahala, kitu gani wewe unakiona cha kwanza, na kwenye kichwa chako kunaendelea nini? Unamtafsiri haraka sana. Huyu anaweza kuwa askari, huyu anaweza kuwa huyu anaweza kuwa mkali, huyu ana msimamo, huyu ana heshima, huyu unamwangalia jinsi anavyoonekana. Kwa hiyo muonekano, jamani, kumbuka kwamba pamoja na utandawazi, pamoja na maendeleo yaliyopo, teknolojia inayokuwa, lakini bado jamii ina mtazamo ule ule wa muonekano. Hasa jamii za Kiafrika, bado akitaka kuajiri, bado akitaka kusaidia, ataangalia muonekano wako wa kwanza. Kwa hiyo pamoja na utandawazi, angalia jinsi unavyojieleza mbele za watu. Kuna mavazi ambayo hadi sasa ukiyavaa tu, baadhi ya kazi hutapata. Huwezi kupata baadhi ya kazi, hauwezi kupata baadhi ya fedha, au watu wengine hata ongea na wewe kwa sababu watakuweka kwenye grade fulani. Sasa katika hiyo, angalia sana jamii unayoishi, angalia nani yako, angalia target yako, unataka kufika mpaka wapi, angalia maono yako na mafunuo yako, angalia kiu yako, unataka kuwa nani, then ujipaki kulingana na muonekano ili uweze kupata kibali. Kwa maelezo hayo, ninapenda tu ni wasihi sana vijana. Sisi ni watu ambao tunafuatilia sana. Jamii inafuatilia sana. Hata si wazee tunafuatilia sana. Nikiita kwa mfano makongamano yangu, huwa nasema jamani, kila mmoja avae t-shirt na jeans, t-shirt na nini, nikijua kwamba mara pale tunakwenda kucheza, kudance, kufanya nini. Lakini usichukue hiyo pack ukaipeleka sehemu ambayo labda ni interview, ukaipeleka sehemu ambayo unahitaji kujitambulisha mara ya kwanza, au ukasababisha jamii ikuone wewe ni mtu wa chini sana, au mtu ambaye haujali, mtu ambaye wewe ni muhuni. Kumbe maskini ndani yako wewe umeangalia tu fashion kwenye utandawazi, umeangalia kwenye movie, unaangalia kwenye nini, unaiga. Kabla hujaamua kuonekana namna gani, jiulize nani. Unaweza kukuta fashion hiyo imetengenezwa kwa wavutaji, imetengenezwa kwa walevi. Hiyo chata iliyopo ni hati pia ajifunze kusoma alama zilizowekwa kwenye nguo unazozivaa, zile chata zao zile. Angalia sana maana yake, Google, angalia kabla hujaweka kwenye mwili wako. Basi kwa hayo machache, ninawaombea sana hekima ya Mungu ikae na nyie. Nawapenda. Ni Mwalimu Joyce Kisha, karibu sana katika vipindi vijavyo. Shalom, shalom.